Nam, habari za muda na wakati kama huu mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyojiri hii leo. Mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP Dr. Reginald Mengi amewapongeza wafanyakazi wa makampuni ya IPP kwa kufanya kazi kwa bidii na ufanisi kiasi cha kuyajengea sifa na heshima makampuni ya IPP ndani na nje ya Tanzania. Dr. Mengi ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya chakula cha usiku na wafanyakazi wote wa makampuni ya IPP iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City uliopo jijini Dar es Salaam, na kueleza kuwa kwa sasa anaandaa mpango utakaowezesha wafanyakazi wa IPP kumiliki hisa za makampuni hayo. Kampuni ya kwanza ambayo tungependa kuweka kwenye market ama kulist, si mnaelewa ya kulisting. Mmeelewa lakini yani ili kuuza share katika soko la hisa. Katika mpango huo wana IPP mmoja watakuwa na nafasi special ya kuweza kununua hisa, ili nao useme kwamba na hisa katika kampuni ya IPP Media. Hiyo itakuwa ni mwana IPP mmoja. Lakini vile vile hizi kampuni zitatenga asilimia fulani ya hisa ambazo zitakwenda kwenye kikundi cha ama chama cha wana IPP. Baadaye tutaketi tuangalie jinsi gani ya kushughulikia zile shares ama hisa ambazo zitatengwa kwa ajili ya wana IPP. Hizo hisa hasa lipiwa kwa ni sehemu ya kurudisha angalau kwa uchache kwa udogo wake jasho la wana IPP kujenga IPP. Aidha, katika hafla hiyo Dr. Mengi alifanyiwa surprise ya sherehe yake ya kuzaliwa iliyoandaliwa kwa usiri mkubwa na timu ya wafanyakazi wa IPP, ambayo yeye na mwanae Abdul Mengi ambaye ni naibu mkurugenzi wa The Guardian Limited walikata keki hiyo kutokana na siku zao za kuzaliwa kufuatana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Hafla hiyo ya wafanyakazi wa IPP pia iliandamana na burudani kutoka kwa B Band iliongozwa na Banana Zoro, ambaye aliimba kwa kushirikiana na baba yake mzazi Mzee Ali Zahir Zoro. Tuendelee na kurasa. Mbunge wa Kigoma Kusini Mheshimiwa David Kafulila ametaka vyombo vinavyohusika na kutokomeza swala la ufisadi nchini kutofumbia macho baadhi ya wabunge wanaohusishwa na swala la rushwa, na badala yake liwachukulia hatua kali za kinidhamu ili kunusuru na kulinda heshima ya chombo hicho muhimu nchini Tanzania. Akiongea leo na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Kafulila amesema ni swala la aibu bunge kama chombo kinachotegemewa kama sauti ya jamii kujiingiza katika rushwa na kuleta aibu ya kuwa adui wa haki. Bunge ambalo lina watu ambao ni wachukuaji wa rushwa, bunge ambalo watendaji wa serikali wanajua bei zao, haliwezi kuwa na meno ya kudhibiti rushwa. Kwa nilichangia nikasema vile, na ni bahati mbaya tu kwamba tangu mwaka jana mwezi huo wa 6 mpaka leo hakuna hatua yote ile ambayo ilichukuliwa, na baadhi ya watu wakazungumza mambo tofauti kuhusiana na hoja yangu bungeni. Lakini jana mbunge aliyekamatwa na TAKUKURU ni miongoni mwa wabunge watatu ambao niliwataja mwaka jana wakati nachangia. Tumalizie kurasa kwa hili. Kampuni ya simu za mkononi nchini Tanzania Zantel leo imezindua huduma ya Epic Moto kwa lengo la kuwapa wateja wa kampuni hiyo punguzo la gharama ya kupiga simu mitandao yote nchini Tanzania hadi kufikia shilingi 1 kwa sekunde. Huduma ya Epic Moto pia inatoa ofa ya kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwa shilingi 25 tu kwa ujumbe mmoja, na kupiga simu bure Zantel kwenda Zantel kuanzia saa 5 usiku mpaka saa 12 za asubuhi. Tukasema Epic Bongo Starset iende na Epic GSM offer. Sawa. Na hii Epic Nation tulilaunch mwaka jana na ikakubalika sana na wananchi. Kwa hiyo sasa hivi lazima tufanye kitu gani? Tukasema ngoja tu spice up the market. Tulete hii offer. Tuwasaidie wa Tanzania, na offer ni across Zanzibar na mainland. Yote ni sawa.
Kwa hiyo kama ninavyosema, hii ni Epic Moto, ni shilingi moja across all network. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, mimi ni Noah Laltaika.